matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka wa kuenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mmoja afariki katika maandamano Kenya, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya asema suluhisho la mgogoro wa Israel na Iran ni diplomasia. Wanajeshi wa Israeli waua wa Palestina 51 waliokuwa wakisubiri kupokea misaada Gaza. Waandamanaji wajitokeza wakidai haki kwa Albert Ojwang. Takribani watu 15 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio la Urusi huko Kiev. Uingereza kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Mzozo kati ya wakatisha ushiriki wa Trump kwenye mkutano wa kilele cha G7. Mzozo kati ya Israeli na Iran unaendelea kuibua wasiwasi wa kimataifa, huku Israeli ikionekana kutanua mashambulio yake dhidi ya Tehran. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mwanamume mmoja ameuawa na maafisa wa polisi wa kukabiliana na ghasia kando ya barabara ya Moi, jiji kuu la Nairobi, wakati wa maandamano ya kutaka haki ya Albert Ojwang kujiuzulu kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat. Katika video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, maafisa wawili wa polisi walijifanya kama wanampita mwanamume huyo alipokuwa akisimama, ambaye alikuwa anauza barakoa alizozibeba mkononi kabla ya kumgeukia. Kisha wakaanza kumpiga kabla ya mmoja wao kuinua bunduki na kufyatulia risasi kwa umati wa karibu na mno. Mwanamume huyo papo hapo
alianguka chini akawa hawezi kusonga, huku akiwa bado ameshika mfuko wake wa barakoa nyeusi alizokuwa anauza. Kisha maafisa hao wakaondoka wakielekea upande ule walikotoka. Baada ya muda mfupi, kikundi cha waandamanaji kilikimbilia upande ambao mwanaume huyo alikuwa ameanguka na kumpata akiwa hana uhai. Rais wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK Faith Odhiambo amesema hali hiyo haikubaliki baada ya kuona video iliyosambaa. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua pia amelaani vikali mauaji ya mwanaume huyo na polisi. Akijibu video ambayo inaonekana kuonyesha wakati ambapo mwanaume huyo aliuawa, Karua aliita mauaji hayo kuwa mauaji mengine ya kiolela. Mauaji ya mwanaume huyo yamezidisha hasira miongoni mwa waandamanaji ambao wanaandamana kwa sababu ya kifo cha Elbert Ojwang, mwanablogi aliyefariki dunia mikononi mwa polisi, huku wakimtaka naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu. Lagat amejiondoa kwenye cheo chake kupisha uchunguzi unaoendelea. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kwamba iwapo Marekani itahusika katika mzozo wa Israel na Iran, bila shaka italiingiza eneo hilo kwenye mzozo mpana na ambao haupo kwa maslahi ya mtu yeyote. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamefanya mkutano leo kujadili hali ya Mashariki ya Kati. Kallas amesema kuwa nchi zote wanachama wa EU zilikubali kwamba Iran haiwezi kuwa na bomu la nyuklia na hilo ndilo lengo la mwisho. Kuna maoni tofauti juu ya mpango wa nyuklia wa Iran miongoni mwa nchi wanachama. Rais wa Marekani Donald Trump anasema analenga kuchukua hatua bora zaidi ya usitishwaji mapigano kati ya Iran na Israel, akiongeza kuwa anataka mwisho wa kweli wa mzozo huo. Matamshi hayo ya rais wa Marekani yanawadia katika siku 5 ya uhasama kati ya Iran na Israel. Haya ndiyo ambayo yamekuwa yakiendelea kufikia sasa. Iran na Israel zilifanya mashambulio dhidi ya kila mmoja wao usiku wa mapema leo asubuhi, ingawa mwandishi wa habari Hugo Machega huko Jerusalem anasema kulikuwa na utulivu kuliko usiku uliopita. Jeshi la Israeli linasema kuwa limemuua kamanda mkuu wa jeshi la Iran Ali Shadman katika shambulio mjini Tehran jana usiku, huku Israeli ikisema Iran ilirusha makombora 30 nchini humo leo asubuhi. Trump amesema Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia, na akihutubia wito wake wa awali wa watu kuondoka Tehran, anasema anataka watu wawe salama. Huko Gaza, takribani watu 45 wameuawa karibu na eneo la kusambaza misaada ya kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israeli. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas Gaza imesema. IDF inasema inajua ripoti na maelezo ya tukio hilo yanakaguliwa. Katika jiji kuu la Nairobi, waandamanaji walikuwa wakitaka naibu inspekta jenerali wa polisi mjini Nairobi kujiuzulu washambuliwa na genge moja limezuia kwa muda waandamanaji wa kutaka naibu inspekta jenerali wa polisi nchini Kenya Eliud Lagat ajiuzulu. Waandamanaji wanaopinga Lagat waliokuwa wakiandamana katikati ya Nairobi walazimika kukimbia ili kujilinda, huku magenge ya bodaboda yaliyokuwa yakipinga maandamano hayo yalipo wakabili. Wapinzani hao ambao walifika kwa kishindo kwa pikipiki kadhaa waliwazuia waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa amani kuelekea kituo kikuu cha polisi kwenye makutano ya barabara ya University Way na kutatiza maandamano hayo. Waandamanaji dhidi ya Lagat lazimika kutoroka, huku wapinzani wao wakichukua udhibiti kwa muda. Wakati huo wote, magari ya polisi na maafisa walionekana wakishuhudia jinsi magenge hayo yalivyokuwa yakiwakimbiza na kuwapigia kelele waandamanaji. Hapo awali polisi walikuwa wametumia vitoa machozi kutawanya umati uliokuwa umekusanyika katika kituo cha habari cha Nation, ambapo ghadhabu ilianza. Mvutano huo umelemaza shughuli za kibiashara ndani ya jiji hilo na maduka tayari yalikuwa yamefunga. Vikosi vya Israeli vimewaua zaidi ya Wapalestina 51 na kujeruhi wengine
wengi zaidi baada ya kufuatilia risasi karibu na eneo la kusambaza misaada kusini mwa Gaza. Walioshuhudia waokoaji wanasema shirika la ulinzi wa raia linaloendeshwa na Hamas limesema kuwa wanajeshi wa Israeli walifuatilia risasi watu waliokuwa karibu na eneo la misaada huko Khan Yunis. Zaidi ya watu 200 wameripotiwa kujeruhiwa. Ni matukio ya hivi punde zaidi yanayoweza kuwa mabaya zaidi ya karibu kila siku ya ufuatiliaji risasi ambayo yamekuwa yakitokea hivi karibuni karibu na maeneo ya usambazaji wa misaada huko Gaza. Siku ya Jumapili, mkuu wa haki ya binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema Israeli ilikuwa ikitumia chakula kama silaha na kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu ufyatuaji risasi karibu na maeneo ya kutoa misaada. Waandamanaji walijitokeza katika jiji kuu la Nairobi nchini Kenya wakiimba nyimbo zinazosema Ruto must go, huku baadhi ya mabango walioshika yakiwa ya maneno yanayotaka naibu inspekta wa polisi ajiuzulu. Waandamanaji hao ambao pia wameshika bendera ya Kenya walivaa fulana zenye picha za Ojwang, kijana aliyekufa akiwa amezuiliwa na pamoja na watu wengine waliouawa na polisi. Hata hivyo, wakati waandamanaji walipokuwa wameanza maandamano yao ya amani, ghafla ilionekana msururu wa pikipiki zilizoshukiwa kuwa wahuni waliojipanga kuingia maandamano hayo na kuanza kuvamia waandamanaji. Inadaiwa waandamanaji walipandwa na hasira na kumvamia mmoja waliokuwa kwenye msafara wa pikipiki na kuanza kumshambulia. Naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat aliondoka kwenye cheo chake kupisha uchunguzi unaoendelea kwa sababu ya kifo cha Albert Ojwang, mwanamblogi na mwalimu aliyefariki dunia mikononi mwa polisi. Israeli imezidisha mashambulio ya anga dhidi ya Iran ikiwa ni siku ya 5 tangu shambulio la kushtukiza dhidi ya jeshi la programu ya nyuklia ya Tehran. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron awali aliwaambia waandishi wa habari kwamba majadiliano yalikuwa yanafanyika kuhusu mpango wa kusitisha mashambulio kati ya Israeli na Iran, lakini Rais Donald Trump wa Marekani alionekana kupinga hadharani kauli hiyo katika machapisho yake ya mitandao ya kijamii. Viongozi wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda duniani G7 wanaendelea kujadili masuala muhimu yanayoikumba dunia bila mshirika muhimu Marekani. Haya yanajiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akisema mwenzake wa Marekani Donald Trump alikuwa sahihi kulikosoa kundi hilo kuibagua nchi yake kushiriki mkutano huo unaofanyika mjini Kananaskis, Canada. Rais Donald Trump ameondoka mapema kwenye mkutano huo, hatua iliyochukuliwa kuwa ni pigo kwa kundi hilo ambalo mkutano huu unaonekana kama nafasi ya kupima umoja wao, hasa katika kipindi hiki dunia inapopitia changamoto nyingi za kimataifa. Hii leo mkutano huo utajadili vita vya Urusi na Ukraina katika vikao kinachoshuhudiwa na kuhudhuriwa pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Urusi imesema inakubaliana na Trump ambaye awali alikosoa kundi hilo kwa kuibagua Moscow. Trump amesema ilikuwa kosa kubwa kwa G7 kuifukuza Urusi katika kundi hilo baada ya Moscow kulinyakua eneo la Crimea la Ukraine mwaka wa 2014. Hatua ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kusaini sheria ya jeshi la taifa hilo linalopokelewa kwa hisia mseto, wasiwasi na mashaka na raia. Hii ni kutokana na vipengee tete katika sheria hiyo ambavyo vimerejesha mamlaka ya mahakama ya jeshi kuendesha mashtaka dhidi ya raia, licha ya kuwa hali hiyo ilikuwa imefutiliwa mbali mwezi Januari mwaka huu na mahakama ya juu.
Umoja wa Mataifa umesema unapunguza kwa kiasi kikubwa mipango yake ya misaada ya kibinadamu duniani kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea. Haya yanajiri wakati shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na mpango wa chakula duniani WFP kutoa ripoti ya pamoja ya onyo la mapema kubainisha njaa iliyozidi kuwa mbaya katika maeneo 13 yenye joto kali duniani. Rais William Ruto wa Kenya amedhibitisha kujitolea kwa nchi yake katika uwazi wa masuala ya kifedha na uongozi wa kikanda katika mageuzi ya udhibiti kwa kutia saini mswada wa kupambana na utakatishaji wa pesa na kupambana sheria za ufadhili wa ugaidi, marekebisho ya mwaka wa 25. Ruto amesema sheria hiyo mpya inaziba mianya muhimu ambayo imetumiwa kuwezesha mtiririko wa fedha haramu, haswa kupitia miamala ya mali isiyohamishika na matumizi ya kampuni bandia. Maafisa waandamizi 108 kutoka jeshi la ulinzi la Rwanda, RDF, polisi wa kitaifa wa Rwanda na vikosi vingine kutoka nchi 19 za Afrika wamefuzu kutoka chuo cha mafunzo ya usalama nchini Rwanda. Kati yao afisa mmoja anatoka Jordan. Sherehe ya kuhitimu kwa mafunzo ya 13 ya kamandi na utumishi ilifanyika katika chuo cha mafunzo ya kijeshi huko Nyakinama, wilaya ya Musanze. Unafahamu kuwa nafasi ya kiongozi wa kidini nchini Iran ni ya uwezo mkubwa kuliko hata ile ya rais. Yeye ndiye mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu, na ndiyo yeye ni mwenye kauli ya mwisho inapotokea swala la amri, maagizo na sera za nchi katika masuala mbalimbali. Katika makala yetu ya leo, je, wajua kubwa kuliko hata ile ya rais wa nchi hiyo? Yeye ndio mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu, na ndio mwenye kauli ya mwisho inapotokea swala la amri, maagizo na sera za nchi katika masuala mbalimbali. Ni hivi, kiongozi wa kidini wa Iran ana uwezo na ushawishi juu ya mihimili ya serikali, bunge na mahakama. Wagombea wote wa urais na nafasi za juu za uchaguzi wanafanyiwa mchujo na baraza la wanazuoni 12 ambao hao wanazuoni wanateuliwa moja kwa moja na kiongozi huyo wa kidini. Aliyeko kwenye nafasi hiyo kwa sasa ni Ali Hussein Khamenei, ambaye alichukua wadhifa huo mwaka 1989 baada ya kifo cha Ruhollah Musavi Khomeini. Ali Hussein ni kiongozi wa pili wa kidini wa Iran na amekuwepo kwenye nafasi hiyo kwa zaidi ya miaka 35 kufikia sasa, akiwa ndiyo kiongozi aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi. Kabla ya kuwa kiongozi wa nchi, aliwahi kuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 1981 na 1989. Kwa hiyo kupata kwake wadhifa wa kuongoza nchi Khamenei, inaaminika kuwa alikuwa tayari amependekezwa na Khomeini kumrithi katika nafasi hiyo. Nafasi yake haipitii katika mchakato wa uchaguzi, lakini mwanasiasa yeyote haingii katika uchaguzi bila yeye na jopo lake
kukupiga msasa na kukupa ridhaa. Na inapokuja suala la kufanya maamuzi ambao ni magumu na yenye athari kubwa kwa nchi, ndipo sauti ya Khamenei husikika, kama ilivyo kwa vita kati ya Israel na Iran. Labda ni kutokana na ushawishi huo na nafasi yake ya kisiasa nchini Iran, ndio rais wa Marekani Trump anaripotiwa kutounga mkono wazo la Israeli la kutaka kumuua kiongozi huyo. Hata hivyo, kumekuwa na jaribio la kutaka kumuua katika miaka ya nyuma ambapo alinusurika, lakini kusababisha mkono wake wa kulia kupooza. Kiongozi huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ana umri wa miaka 86. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Moja kwa moja tunaenda katika hatua ya kuweza kupokea taarifa ambayo tumevipatia vipaumbele siku ya leo. Yapo basi unaungana nasi. Mmoja afariki katika maandamano Kenya. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya asema suluhisho la mgogoro wa Israeli Iran ni diplomasia. Jeshi wa Israeli waua wa Palestina 51 waliokuwa wakisubiri kupokea misaada Gaza. Mpenzi msikilizaji, na kuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Ambapo kwenye sehemu ya kuweza kupokea maoni yako, natazama hapa ambapo jumbe zimefika tu, ambapo mazungumzo ni mengi ambayo yanazungumzwa, ambapo Burhani Yusuf anazungumza kwa kina hapa, ambapo anasema mengi ambayo namna hiyo angazia hapa, ambapo Burhani Yusuf anasema kipindi cha uchaguzi ni kama msimu wa mavuno, kila mtu anajitahidi gala lijae, ukizubaa subiri msimu ujao. Umivu Kionza anasema nipo Iringa, Kiondombi pale vinawapata mbashara. Asante sana Radio Fortune Africa. Tobias Masabiri anasema kwani hii inchi ni polisi? Anapa anazungumza yake katika hatua hiyo.
Bashiru Mnalima anasema kwamba si vema kushabikia vita kwa sababu watu wanaangamia miundo mbinu na rasilimali nyingi zenye thamani kubwa ya dola zinaharibiwa kwa pande zote mbili, Marekani, Iran, Israel, na wote walio nyuma ya vita wajifanya kwa kina. Israel ametaga Marekani na hapo umoja wa NATO unasogea kidogo kidogo, na Iran naye ashashtukia, bado amekazana kupewa kichwa na kina Pakistan na genge lao. Atachapika sana. Nyuma ya Marekani kuna shangazi yake anaitwa Germany, Mjerumani, na muonea huruma Iran, anaitwa Jafet Jackson, anazungumza ya kwake haya maoni. Hivi kwamba hawataki nguvu kazi kutoka Afrika wanaopenda kusaidia Israeli twende, na tunaopenda kusaidia Iran twende tukatoe ushirika wetu pale, tuondoe mitandaoni. Nguvu yetu ya ubishani inapotea bure. Mimi nataka kwenda field kwenye battleground. Anaitwa James Milwano. Kigo Sabantu pale Magesa anasema mko Oscar acheka kwa sababu message zingine wewe uliandika unaweza kuwa hauna, lakini mimi nina sheria zinazolinda taaluma yangu kwa miaka na mikaka. Sijawahi pitiliza. Ndio maana nakuwa makini sana na kile ambacho nakipokea. Unaweza pika, lakini mimi nina uwezo na uhuru wa kula ama nikatae. Wakati ambapo umeandika, kuna mengine nitayapitiliza tu, na kuna mengine nikiyasema basi mimi ndio nina makosa, kwa sababu mbona nimepitiliza kwa kuweka sauti yangu hapo. Aaron Julius anasema mengine ni kuumiza uchumi wa nchi yao na kusababisha shughuli za uzalishaji kudhoofika. Viongozi wawe na uwezo wa kubaini mapema viashiria vya matukio ya aina hii, kisha kuyapatia ufumbuzi wa mapema. Kutokana na ule mgomo ambapo mmoja apigwa risasi na waandamanaji wakabiliana na polisi jiji kuu la Nairobi, Kenya kule. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Inaenda mapumzikoni ili ukaweza kupokea makala ya siku ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.